Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, mtu wa Mungu, mahali popote ulipo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na huruma zake kwa ajili yetu sote. Niko hapa nikujuze mambo makubwa ambayo Mungu ametutendea tangu Jumatatu tulipoanza semina yetu ya Morning Glory mpaka kufika hapa. Kwa majina naitwa mtumishi Deborah Mwakemwele. Namshukuru Yesu aliyeniita shambani. Kwa hiyo napenda ni share kile Roho Mtakatifu alichotufundisha wiki nzima, ili na wewe upate hizo baraka ambazo tumebarikiwa nazo. Tumejifunza, kichwa cha somo kinasema tumia damu ya Yesu kukomboa sadaka zote zilizotolewa na waliotutangulia ambazo ni chukizo mbele za Mungu. Tumejifunza na kutambua kwamba kama Wakristo, siku ya kwanza tumejifunza kwamba tumeitumia damu ya Yesu kwa njia nyingi na kwa njia mbalimbali sana, lakini hatujatambua kuitumia damu ya Yesu kama sadaka ya ukombozi. Kwa hiyo Roho wa Mungu anatusihi kwamba umefika wakati ambao tunatakiwa kutumia damu ya Yesu sasa kuwa sadaka. Tumeitumia damu ya Yesu kwa ulinzi, tumeitumia damu ya Yesu kwa utakasaji, tumeitumia damu ya Yesu kwa uponyaji, lakini sasa mambo ya Mungu siku zote ni mapya. Roho Mtakatifu ameitoa siri hii kwa njia ya ajabu sana, kwamba sasa wakati umefika tutumie damu ya Yesu kuwa sadaka ya ukombozi itakayokomboa sadaka zote zilizotolewa na watu waliotutangulia, ambayo zinanena mabaya kwa ajili ya familia zetu, zinanena mabaya kwa ajili ya ukoo mzima. Kwa hiyo mahali popote zilipotolewa sadaka na waliotutangulia, hizo sadaka na majina yetu yako hapo kwenye sadaka zao. Kwa hiyo zile sadaka kila siku zinapiga kelele. Ukisoma Biblia ya Kiingereza NIV inasema sadaka hizo zinapinga, zinasimama kutupinga. Kwa hiyo zinaposimama kutupinga kwamba ulitakiwa ufanikiwe, lakini kuna pingamizi limeweka kupitia sadaka, na sisi tumepewa damu ya Yesu kupitia sadaka, kwamba iwe ni sadaka ya kwenda kukomboa. Ndio maana tulisoma kitabu cha Waamuzi 6:25-26. Mungu anamwambia Gideon, bomoa madhabahu ya baba yako, ya Mungu wa baba yako Baali. Hapo hapo eneo lile lile baba yake Gideon alikuwa anatoa sadaka kwa ajili ya miungu yake, ndipo Mungu anasema nichinjie ndama kwenye eneo lile lile. Damu ya Yesu inapomwagika hapo hapo, inapotumiwa kama sadaka, inanyamazisha sadaka zote zilizotolewa tangu kizazi cha kwanza hadi cha nne, inazinyima fursa ya kuendelea. Ndiyo umuhimu wa kuipeleka damu ya Yesu kama sadaka mahali zilipotolewa sadaka. Kwa hiyo ni sadaka versus sadaka. Kwa hiyo nguvu iliyofufua Yesu Kristo msalabani ndiyo inaleta uhalali wa kukomboa zile sadaka. Kuzikomboa maana yake nguvu walizo nazo inatolewa, inatoka. Uhalali wa mamlaka, yani kimamlaka, ndio kukomboa. Kukomboa ni kimamlaka, ni kutoka lazima mkononi mwa utawala ulio utawala. Kwa hiyo kuna tofauti, tukajifunza siku ya kwanza, kuokoka na kukomboa. Na Wakristo wengi tunaona tukiongoza sala ya toba, tunaona tumeokoka, inatosha. No. Tunatakiwa kuingia hatua za ukombozi. Hapo ni power versus power. Nguvu ya msalaba ya Yesu iliyomfufua ndio ukombozi wetu. Kwa hiyo damu ya Yesu ndio ukombozi, inakomboa,
inahalalisha kwa lazima kwamba sisi sio wa ukoo, sio wa miungu ya ukoo, sisi ni wa Mungu. Inaanza kunena mema kwenye madhabahu, mahali, eneo ambalo zitolewa sadaka za babu zetu na bibi zetu. Damu ya Yesu tukiituma pale inaanza kunena mema. Kwa hiyo siku ya pili, mtumishi wa Mungu, tuliendelea kujifunza kwamba kukombozi ni nini, kukomboa ni nini. Tukajifunza ni kuachiliwa uhuru, total redemption, total deliverance, ni kuachiwa uhuru. Tukajifunza mbuzi akiwa kwenye kamba. Mara nyingi kuna msemo wanasema mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Kwa hiyo unakuta mbuzi anakula chakula, lakini hawezi kuenda mahali popote, hana uhuru kwa sababu yuko kwenye kamba, amefungiwa. Na ndivyo Wakristo wengi walivyo, wanakula kwenye kamba, na sisi hatutakiwa kula kwenye kamba. Kwa hiyo umuhimu wa kuitumia damu ya Yesu kuwa ni sadaka ni kwamba tuwe uhuru kabisa. Na kichwa kuu cha neno kuu cha somo letu inatoka kwenye kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5. Nisome kwa haraka. Neno linasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwisha huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo tunajivunia kwamba kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona, na tunaponaga hata kabla tatizo halijaisha lipo, lakini tunachojua tumeshapona. Na wakati Yesu anapigwa msalabani, nini kilichokuwa kinatafutwa? Ilikuwa inatafutwa ni damu yenye kukomboa, yenye kutuachia huru. Ndio maana alipigwa, alisikia maumivu sana. Adhabu tutakiwa kubeba sisi, alibeba yeye kwa upendo na kwa huruma na kwa rehema zake. Ndio maana mtumishi wa Mungu, mahali popote ulipo, ni kusisa, sijui unakutana na tatizo gani ambalo limekufunga kwa miaka mingi, lakini Yesu alitangulia madhabahuni. Kwenye madhabahu zote zinapotolewa sadaka za watu waliotutangulia miaka 2000 iliyopita, ya kwamba ukishaigundua siri ya damu ya Yesu kwa sadaka, mahali zinapotolewa sadaka na wabaya wetu, wengine majina yao yako kwa waganga, wengine yako kwa wachawi, wengine yako bahari, wengine yako kwenye chungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tunapoituma damu ya Yesu mahali popote palipo na sadaka zinazotulelea mabaya, tegemea ukombozi mkubwa kwenye maisha yako. Tegemea lile uliloshindwa sasa unaenda kushinda, unaenda kulishinda, na unaenda kufurahia katika maisha yako. Amen.